liza ukafiri na kuweza kumaliza nidhamu na siasa na mfumo alousimika Muawiya bin Abu Sufyan ndani ya umma huu, na ambao mfumo huu hata wajitahidi namna gani, ambao wanaotetea mfumo huu hawatoweza kusimama madama dhikra ya Imamu al-Hussein Bibi Zainab iko hai, hawatoweza. Umma utakuja kutambua kwamba hawa ni ahlu Abi Sufyan, ni shiatu Muawiya bin Abi Sufyan, ni shiatu Abi Sufyan. Na mtu asije akajidai ya kwamba yuko anazungumza ni Ansar Sunna sijui ni hivi, wakati wewe siku anauliwa mjukuu wa Bwana Mtume na madhila yalofika umma huu, wewe siku kama hii uko katika mambo yako ya kusherehesha ya kushereheka na mambo ya kuambia watu visa vya zamani visivyokuwa na kichwa wala miguu. Tukae pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuwe pamoja na Bwana Mtume, ndugu zangu. Tuwe pamoja katika msiba huu ulioikumba familia Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa alihi. Kwa hivyo mama huyu shujaa ndio yule ambaye yuko katika Karbala. Imam Ali Zainul Abidin anasema, jamani, nitawezaje kusahau ninapokumbuka amati zangu katika uwanja huu wa Karbala, wakitoka hema hadi hema, wako wanakimbia, wanatahayari, hakuna kwamba wanajali tena cha hijabu. Fikiria wewe ndio hivyo, uko ndani ya nyumba, utakwenda wapi kutafuta tena sijui ujifunike ufanye hivi? Lakini sio tu hilo ndugu zangu, hawa watu ambao wanaochoma mahema haya, nyumba hizi za ahli baiti Rasulillah, walikuwa pia wanakwenda wanawapora wanawake hawa. Ndugu yangu sikiliza, hii ni historia imethibiti kabisa. Watu hawa yani walitengenezwa kiasi kwamba wakawafanya watu hawa ni makafiri, kiasi kwamba hawa watu hawana tena utu wala ubinadamu. Unawezaje wewe kwenda kupora mabanati wa nyumba ya Bwana Mtume? Mabanati walelewa ndani ya nyumba ya Bwana Mtume, wakalelewa na Mtume, unawapora? La. Sayyidna Hussein salamullah alayhi, kabla hajenda kupambana, wanakuambia alijiandaa, akavaa ndani nguo kuukuu ambazo hazitamaniki, ndio juu akavaa zile nguo zake za mapambano. Kwa nini alifanya hivi Sayyidna al-Hussein? Ni kwa sababu alikuwa anajua kwamba adui atakuja kumpora. Wallahi watu walimpora Sayyidna al-Hussein pete yake, watu walimpora ngao yake, walimpora upanga wake, walimpora kilemba, walimpora nguo alizokuwa anavaa Sayyidna al-Hussein, wakamwacha uchi kama sio zile nguo zake. Kwa hivyo mjukuu wa Bwana Mtume walimwacha uchi. Angalia unyama huu ulofanywa katika uwanja wa Karbala. Maluuni hawa wanakuja, wanakwenda, wanavamia haramu Rasulillah, wanawapora wanawake. Fatima binti al-Hussein, unakwenda unamnyanganya, unavuta hereni yake. Maskini ya Mungu anakuja, yuko analia, umemchana sikio. Binti Rasulillah, huyu ni Fatima binti al-Hussein, Hussein bin Fatima, Fatima binti Rasulillah. Muislamu, unafanya matendo kama haya ili upewe radhi na upewe dunia na Yazid na Ubaidullah bin Ziyad. Unamfanyia mtume wako na Mwenyezi Mungu matendo machafu. Unafanya haya dhidi ya Uislamu, na mtu anakuja anataka kufunika mambo haya. Hivi kweli hatuoni aibu? Hatumuonei mtume aibu jamani? Hatumuonei mtume aibu kufanya kitendo kama hiki? Kama tunampenda mtume, kama tunamswalia mtume, kwa nini tusijiunge na maulamai wetu? Al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu anasema, ta'awaha qalbi wal fuadu kaibu wa arrakha naumi fasuhadu ajibu. Moyo wangu una maumivu, ta'awaha qalbi wal fuadu kaibu. Kifua changu ni kizito, moyo wangu ni mzito na majonzi na misiba, nashindwa kupata usingizi. Na ni ajabu iliyoje namna ninavyokosa usingizi huu. Lakini jambo ambalo halijawahi kunitokea mie. Kwa nini?
ni kwa sababu ya msiba wa Imamu al-Hussein. Faman mublighu anni al-Hussein risalatan, nani atakayemfikishia Imamu al-Hussein ujumbe huu? Amweleze namna mimi nilivyokuwa na tabu, nilivyokuwa na majonzi ndani ya moyo wangu, ninapoona, ninaposoma, ninapoelewa namna alivyofanyiwa mjukuu wa Mtume kwa mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walau karihata anfusu wa qulubi, hata kama nafsi na watu watachukia. Wako watu ambao hawapendi kusikia unazungumza Imamu al-Hussein. Kuna watu sera yao Bani Umayya ilikuwa ni kupambana na kuwapiga na kuwaua watu ambao wanaozungumza habari za Imamu al-Hussein. Ndio maana utaangalia mtu anakuambia kazi ni kusingizia na kuleta visingizio ambavyo havina kichwa wala miguu, havina misingi ndani ya Uislamu, ndani ya Qur'ani wala ndani ya Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anakuja almurad, anataka kuja alete visingizio vya kuja kuua watu na kuwakufurisha watu. Kwa hivyo ni mama huyu na misiba hii ilomfika Ummul Masaib. Ndugu yangu, msiba ambao ulomliza Imam Zainul Abidin paka naingia ndani ya kaburi. Lakini msiba wa Bibi Zainab salamullahi alaiha na msimamo wake haukuishia tu pale Karbala, na kuweza kulinda na kuweza kuwasupport na kuweza kuwapa motisha, kuwahamasisha watu wa nyumba hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mama huyu kama kiongozi aliweza kuendelea na mapambano. Angalia maharamia hawa wanawachukua sasa wanawake hawa, haramu ya Mtume hii, wanamchukua huyu mjukuu wa Bwana Mtume Ali Zainul Abidin, wanamfunga minyororo, wanawafunga kamba, hawa wanawapandisha juu ya ngamia bila kuwepo matandiko, ndio wanawapeleka kutoka mji pale Karbala, wanawapeleka mpaka wanapowaingiza ndani ya mji wa Al-Kufa. Ndugu yangu, Al-Kufa kabla ya miaka 20 ilikuwa ni Kufa ambayo inaongozwa na Imama Ali salamullahi alayhi. Ilikuwa ndio tunasema ni senta ya ulimwengu wa Kiislamu, yani ilikuwa ni mji mkuu wa Uislamu, mji ambao ndani yake bado unanukia harufu ya Imam Ali. Ni huyu mama Bibi Zainab salamullahi alaiha, miaka 20 iliyopita alikuwa ndani ya mji ule. Yeye ndio kiongozi anawaongoza wanawake, yeye ndio alima ghair muallama, mwanamke huyu ambaye anayefundishwa na wala hana haja ya kusoma, mwanamke ambaye ni mutahara, alotoharishwa, anapewa ilhamat na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na arwahil muqaddasa. Huyu mwanamke leo ambaye mji wa Al-Kufa unashuhudia elimu yake na uchamungu wake na ile hijabu yake, mwanamke huyu, ndugu zangu, ni mwanamke huyu leo anaingizwa ndani ya mji huu ambapo hakuna tena hijabu. Wanawake hawa wanaingizwa kama vile watumwa ambao wanakuja kuuzwa sokoni. Anayekuwa na pesa aje anunue apeleke nyumbani tu, namna hiyo yenda kamfanyishe kazi. Ndugu zangu, mabanatu rasulillah, haram rasulillah, ndivyo wanavyofanywa namna hii. Ndugu yangu Muislamu, ndivyo wanavyofanywa. Mwanamke huyu katika hali kama hii wanaletwa katika hadhara ya mal'un Ubaidullah bin Ziyad, mwana haramu huyu. Inahitaji muda kueleza kwamba hawa watu ni wasampuli gani, watu ambao wamezaliwa na wanawake waovu wachafu. Ubaidullah bin Ziyad huyu ambaye hajui Mwenyezi Mungu wala Mtume, jabari hili. Nataka kidogo nikuelezee ndugu yangu, watu hawa walikuwa ni watu wa sampuli gani ambao leo ndio magavana, ndio anaingia msikitini anaswalisha Waislamu, anatoa takbiratul ihram, Allahu akbar, watu wanasimamisha sala. Kichwa cha Imamu al-Hussein kinaletwa mbele ya Ubaidullah bin Ziyad. Soma tarikh, hakuna mtu anaibisha jambo hili, hakuna cha usuni na ushia hapa. Hii ni historia.
Ubaidullah bin Ziyad anachukua kijiti, iko napiga midomo ya Imamu al-Hussein. Ndugu yangu, midomo hii, anakejeli kichwa hichi ambacho bwana mtume alikuwa akibusu. Mtume alikuwa kikipenda, alikibusu mara ngapi kichwa hiki cha mjukuu wake al-Imamu al-Hussein? Ndugu yangu Muislamu, anakuja mtu anakuambia, mbona watu wanalia? Mnalia kitu gani nyie? Je, hili jambo hili ni la kuuliza au sio la kuuliza? Mtu mwenye na uchungu na Uislamu, ndani ya Uislamu kuna kitu gani kitakatifu zaidi ya Imamu al-Hussein? Leo tumeona kuna watu hapa taban wanazungumza kwamba khalifa fulani ametukanwa. Watu wanalizwa ndani ya misikiti. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa wewe unaweza ukalia, wewe unaosimama juu ya mimbar ukawaliza watu kwa sababu katukana Abu Bakar au Umar, tunakuuliza, je, kwa mtume unaweza kweli ukaleta picha ukafahamu ya kwamba kitendo hiki cha kuchinjwa Imamu al-Hussein na familia ya bwana mtume, vichwa vinaletwa kwenye mikuki, watu wanapiga takbira kwa Mwenyezi Mungu na bwana mtume, ni lipi lilokuwa zito? Yani hili linahitaji pia akili, hili la kutukana sahaba na hili la kufanywa hivi. Mbona hili wewe haulii? Mbona huwalizi watu? Mbona hukai msikitini ukazungumza kisa cha Imamu al-Hussein? Mbona hutaki kufanya wewe? Tunakuuliza, una ajenda gani wewe na mapenzi gani na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Una ajenda gani wewe kama sio ajenda ya fitna ndani ya umma, ajenda ya kukufurisha watu? Unatafuta vitu ambavyo havina mashiko ili kuwakufurisha Waislamu wenzako. Tunahitaji umoja, tunahitaji kupambana na sera hizi za Bani Umayya ndani ya umma. Tunahitaji tuziondoshe, tunahitaji kuondosha hizi sera za ukufurishaji ndani ya umma. Tuwe ni umma mmoja, watu ambao tunapambana, tunajua tunasimamisha haki ndani ya ardhi. Tuache kupigana madongo haya yasiokuwa na kichwa wala miguu. Kwa faida ya nani wewe unazungumza wakati ukweli uko mbele yako na uona? Bado kunatafuta kuwaita mashia ni rafidhi, mashia hawa. Unataka kitu gani wewe? Msiba huu ni msiba wa umma, ni msiba wa mtume, ni msiba ambao msiba huu ni msiba wa mbingu na ardhi. Kama ulikuwa hujui wewe, mbingu na ardhi zililia kwa ajili ya msiba huu, na vilivyokuwemo ndani ya mbingu na ardhi vililia kwa ajili ya msiba huu. Ajabu sana hadithi tunaosoma sisi, tunasema kwamba mtoto akitoka nyumbani anakwenda kutafuta ilmu fi sabilillah, wallahi malaika wanamtakia rehma na amani. Basi hata samaki waliokuwa ndani ya bahari wamtakia rehma na amani huyu mtu ambaye anatafuta ilmu fi sabilillah. Leo ndugu yangu, anauliwa imam, mjukuu wa mtume, afdalu nas fi zamanihi ilman wa khuluqan wa khalqan. Ndugu yangu, mtu wa sampulia, alafu unasema kwamba mbingu na ardhi havilii. Kwa nini visilie? Ikiwa hapa vinamtakia rehma na amani mtu anayekwenda kutafuta ilmu fi sabilillah, huyu ambaye ndio ilmu, ndio nuru ndani ya ardhi naondoshwa, kwa nini mbingu na ardhi zisitikisike? Bibi Zainab salamullah alayha anaingia katika mji ule wa Al-Kufa. Ndugu yangu Muislamu, mwanamke yule ambaye ndio yule mwanamke ambaye alofundisha watu hijabu, leo anaingia hana hijabu, watu wanamwangalia, wako wanaangalia, wengine wako wanacheka, wanafurahi. Wale walomjua Bibi Fatima, walomjua Bibi Zainab, walojua familia bwana mtume, machozi yanawatoka, watu wanalia. Taban Bibi Zainab salamullah alaiha, kuna khutba yake ambayo alioitoa alipoingia katika mji wa Al-Kufa, akizungumza kwa ushujaa na ile balagha alokuwa nao Imam Ali, akizungumza akiwaona watu wenye kutoa machozi, anawaambia, nyinyi mnalia, sio nyinyi ambao mmetua. Nyinyi ambao mnaolia leo si nyinyi ndio mlotua, kwa sababu ya unafiki mlokuwa nao, kwa sababu ya misimamo dhaifu mlokuwa nao, kwa sababu ya imani ambayo mlokuwa hamna msimamo nyie. Si nyinyi ndio mnatua, nyinyi mnalia kitu gani nyie? Tawali mtu atakuja atasema, unaona hawa walokuwa nalia ndio mashia. Tunamwambia, baba, hujui maana ya ushia. Baba, hawa walikuwa ni Waislamu kiujumla, na tukio hili bila shaka liliwaliza
kila mtu, hata adui na wale waliomuua Imamu Hussein katika Karbala, kuna wengine walikuwa wanalia, wanajutia kwa sababu ya ule udhaifu wa kiimani, lakini hii haimaanishi kwamba mji wa Al-Kufa ulikuwa ni mji wa Mashia. Hili linahitaji mhadhara kamili wa kueleza ukweli kwamba mji wa Al-Kufa ulikuwa unakaliwa na watu wa sampuli gani, wenye itikadi gani. Mji wa Al-Kufa ulikuwa na kila maanake, ulikuwa kwanza, Mashia walikuwa ni watu wachache kwa sababu ya kihistoria, walikuwa wamebaki ni watu wachache sana katika mji wa Al-Kufa kama Mashia. Lakini utaona kwamba wale ambao ni Bani Umayya na wenye kunusuru nidhamu ya Bani Umayya ndio walikuwa wengi na ndio wenye fadhila, ndio wenye nguvu ndani ya mji wa Al-Kufa. Utaona pia makhawarij walikuwa mle ndani, makabila mbalimbali. Kwa hivyo issue ya kwamba walomua Imamu Hussein walikuwa ni Mashia, huu ni udanganyifu na ni njia mojawapo ya kutaka kuwatupia watu mzigo. Na vyovyote takavyokuwa tunazungumza, ndugu yangu Muislamu, walohusika na mauaji haya ni kundi la masahaba na watoto wa masahaba na matabiina. Hapo tumemaliza, tumefunga. Sasa wewe mwenyewe utakuja utasema kwamba hawa wanafaa kulaniwa ama hawafai kulaniwa, lakini hawa ndio walomua Imamu Hussein salamullah alayhi. Kwa mama huyu akatoa khutba yake mashuhuri ambao bila shaka ilitingisa, lakini pia utaona mama huyu kwa ujasiri wake anasimama mbele ya Ubaidullah bin Ziyad. Jabari hili haliogopi mtu, haliogopi nani, katili jitu hili, alisimama mbele yake akamlinda Imam Ali Zainul Abidin pindi huyu maluuni alipotoa amri akiwa juu ya mimbar ya kuuliwa Imam Ali Zainul Abidin. Mama huyu akasimama, mtaniua mimi kabla ya kumuua huyu, hamtosheki na damu mloimwaga. Mama huyu akazungumza maneno mazito, akamlinda Imam Ali Zainul Abidin. Kwa hivyo zile khutba na mambo mengine ikawa pia ni joto ndani ya mji wa Al-Kufa tayari. Kwa hivyo huyu Ubaidullah bin Ziyad ni katika wale ambao waliona kwamba hii pia kubaki watu hawa hapa ni hatari tayari, na kuna watu ambao ni wapinzani Mashia damu wa Imam Ali ambao wako wanafanya harakati za kuweza kulipiza kisasi, wakuweza kupambana na kuweza angalau kujitoa aibu kwamba hawakuweza kufika kwenda kumnusuru mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utaona hapa ile movement ya at-tawwabuna walokuja baadaye wakaanza kupambana na Yazid bin Muawiya na majeshi yake. Of course pale Yazid alikuwa ameshafariki. Kwa utakuja kuona pia baadaye anakuja Al-Mukhtar, alikuwa ndani ya jela wakati ule, anatoka na kuja kuanza mapambano na mashambulizi dhidi ya serikali hii ya Bani Umayya, na akafanikiwa kusimika utawala wake ndani ya mji wa Al-Kufa. Akawasakama kila mmoja aliyehusika, kuanzia Ubaidullah bin Ziyad, Omar bin Saad alikuwa kamanda mkuu, wale wote akina Shimri, akina Khuli, akina nani, wote wakasakama mmoja mmoja, wakauliwa. Kila mmoja akaweza kupata ile hatma ya kuweza kumwaga damu hii, na ile laana Mwenyezi Mungu ikawaangukia watu hawa, wakaangamizwa mmoja baada ya mmoja. Sasa ni huyu mama ilipoonekana kwamba kubaki ndani ya mji pale haiwezekani, kwa hivyo na kwa amri ya Yazid, kwa hivyo msafara huu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaanza kuelekea sasa kule Damascus kwa Yazid. Ndio msafara tena huu unaoona mama huyu alivyokuwa ni shujaa, alivyokuwa ni mama mwenye imani ambao huwezi kuivunja, msimamo thabiti, mwanamke mwenye azma ambayo haiwezi kutetereka. Anakwenda na msafara huu kutoka pale Al-Kufa, wanaelekea mpaka kwenda Dameshki kule Syria katika hadhara ya Yazid bin Muawiya. Tutaendelea inshallah kuelezea msimamo wa mama huyu katika mapambano haya, na namna gani alipofika kule Syria, ni katika hali gani, na ni vipi mwanamke huyu alifanikiwa kuweza kumbomoa Firauni huyu katika hadhara yake na katika ikulu yake. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik ya kuweza kuwa pamoja na watu na waja wema hawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.